Hiyo ni siku muhimu sana kwetu, hasa kuifahamu na kuishi pia. Maana haya yaliyofanyika ndiyo yatakayokwenda kufanyika huku kwetu siku zijazo. Kilichofanyika na Bwana Yesu ni njia kwetu sisi. Lazima tufuatilie na lazima tujue ili tupate kupona kwa kuachana na mabaya ili tuende katika yale mema. Kama unaandika, basi andika tamani na tamani ulipo niwepo. Na tamani ulipo niwepo. Kama unaandika, andika na tamani ulipo niwepo. Lakini waimbaji wanasema natamani kukuona ili nikuabudu. Manake alipo na wewe ndipo utakapokuwepo, utakapopata nafasi ya kumwabudu. Haleluya. Lakini kitu cha somo kinasema natamani ulipo na mimi niwepo. Haya ni maneno ambayo Yesu mwenyewe aliyasema alipokuwa katika hali ya kupita katika dunia hii. Alisema anakwenda kuandaa makao alipo yeye na sisi tuwepo. Lakini kazi katuachia sisi ili alipo na sisi tuwepo, tuhakikishe tunafuata njia zote ambazo yeye ameziacha juu yetu ili lipate kutimia hili neno alipo yeye na sisi tuwepo. Nitasoma kwenye kitabu hiki cha Mathayo sura ya 28 mstari wa kwanza mpaka wa 10. Mathayo sura ya 28 mstari wa kwanza mpaka wa 10. Neno linasema hata Sabato ilipokwisha ikapambazuka siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalena na Mariamu yule wa pili walikwenda kulitazama kaburi. Na tazama, palikuwa na tetemeko kubwa la nchi, kwa sababu malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni. Akaja kutoka mbinguni, akaja akaliingisha lile jiwe, akalikalia. Na sura yake ilikuwa kama umeme, na mavazi yake meupe kama theluji. Na kwa kumwogopa wale walinzi wakatetemeka, wakawa kama wafu. Malaika akajibu akawaambia wale wanawake, msiogope ninyi, kwa maana najua ya kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayupo hapa, kwani amefufuka kama alivyosema. Njooni mtazame mahali alipolazwa. Nanyi nendeni upesi mkawaambie wanafunzi wake, amefufuka katika wafu. Tazama, awatangulia kwenda Galilaya, ndiko mtakapomwona. Haya, nimekwisha kuwaambia. Wakaondoka upesi kutoka kaburini kwa hofu na furaha nyingi, wakaenda mbio wakawapasha wanafunzi wake habari. Atazama, Yesu akakutana nao akisema, salama. Wakakaribia, wakamshika miguu, wakamsujudia. Kisha Yesu akawaambia, msiogope, enendeni mkawaambie ndugu zangu waende Galilaya, ndiko watakaponiona. Haleluya. Haleluya. Ulimwengu unasherehekea siku ya leo ya kufufuka kwake Bwana wetu na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Alikuja duniani kwa ajili ya kutukomboa sisi wanadamu. Baada ya kuona wanadamu wanavyoishi haipendezi Mungu, Mungu akaandaa mpango mkakati kwa ajili ya kuwakomboa wanadamu waliokuwa wakiabudu vitu mbalimbali. Lakini katika mpango huo ni mwanaume pekee ambaye yeye alikubali kuja kuhakikisha ule mpango unapata kutimia. Yesu alipokuja tumeona namna aliyopita kwenye nyakati ngumu,
ili mpango ulioandaliwa upate kutimia. Yesu aliteswa sana, Yesu alisulubiwa sana, Yesu akafa. Leo amefufuka. Na haya maneno alikuwa ameyasema kabla ya kufa kwake. Tena alikuwa akiwaambia wanafunzi mara kwa mara kwamba nitasulubiwa, nitauawa, lakini siku ya tatu nitafufuka. Wako watu walioamini na wako watu hawakuamini, walitaka kuona. Lakini siku ilipotimia ndipo walipoona wakaamini kwamba Yesu alichosema ni sahihi. Lakini leo tutaanzia hapa kwenye kufufuka kwake. Hapa ndipo tunakapoona kupazungumza mpaka pale ambapo Mungu ameweza kutimisha kwa siku ya leo. Baada ya kuingizwa pale kaburini, baadhi ya watu tena wametajwa kwenye Biblia, Mariamu pamoja na Mariamu yule mwingine Magdalena pamoja na wamama wengine walikuwa karibu na ile kaburi ambapo Yesu alikwenda kuwekwa. Hawa ni miongoni mwa wale ambao walikuwa wakisubiri kuona kwamba zile siku tatu zitakapofika, je, itakuwaje? Ndio maana hawakutoka mbali maeneo yale, wakienda wakizunguka wapate kutizama kile ambacho Yesu aliwaambia. Kwa sababu eneo lile lilikuwa likilindwa, hawakuweza kuwa na nafasi ya kusogea mpaka kutizama, kwa maana walikaa mbali. Lakini pale walikuwa wametawala wale walinzi ambao walihakikisha wanadhibiti pale asije akachukuliwa yule na akapelekwa sehemu nyingine, ikatengenezwa neno ambalo pengine litaleta uongo. Na ndio maana hata ukisoma sana huko mbele walikuja kushtuka hao walinzi, wakaenda kumwambia yule mfalme, bwana, unajua tuongeze ulinzi pale, hao watu bwana, yule mtu ni mjanja, asije kafanya ujanja wake ikawa itakavyokuwa. Ile yote ilikuwa wasiwasi. Lakini malaika alipofika wakati wake wa kwenda pale kaburini, Biblia inasema palitokea tetemeko, palitokea hali ya sintofahamu. Walinzi walio mahali pale hali ikawa tete kwao. Tena wakakaa wakati fulani wakaona hili jambo gani sitaenda kutokea. Maana ardhi waliosimama iko katika hali ya kutetemeka. Hali halisi ya hewa iko katika hali ya tofauti na vile walivyozoea. Wakatengeneza hofu ndani yao. Mbaya zaidi wakazimia. Bwana asifiwe. Unajua pressure ikapanda, mwisho mapigo yakapoteza mpangilio. Walinzi wakaanguka baada ya malaika kuja pale. Alipofika malaika, jambo la kwanza akaenda kuliviringisha lile jiwe ili apate kutoka kuangalia pale ndani kile kilichonenwa na Yesu, je, kimeonekana au hakijaonekana. Alipolisogeza jiwe pembeni, wakati wale malaika wakiwa katika hali ya kutokuelewa pale ni sehemu gani, wanaona ile hali iliyotokea wao ikawatokea katika hali ya kutokuwa makini katika lindo lao. Bwana Yesu atusaidie. Bwana atusaidie. Haleluya. 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 Walinzi wamepoteza lindo baada ya kuona nguvu za Mungu zimeshuka. Hali ya ulinzi imepotea kwa sababu ili lazima watafutane wao kwa wao. Malaika alipokuja, nguvu zilipozidi, mambo yakavurugika kwa walinzi. Lakini wale bado walikuwa pembeni wakiyaona yale matukio kwamba hiki ni jambo gani isije ikatokea kama siku ile alipokufa pale msalabani. Maana alipokufa tuliona pazia imepasuka, lakini pia ardhi pia iko katika hali ya mtikisiko pia. Na leo nini tena kinaenda kutokea? Malaika kufika na haya yanaenda kutokea. Nini kinaenda kutokea? Ndipo malaika anawaambia, msiogope, ni mimi hapa. Ninyi si mnamtafuta Yesu? Yesu yule aliyewaambia kwamba baada ya siku tatu anafufuka. Sasa hayupo. Njooni angalieni hili jiwe ambalo mimi nimeshalisogeza. Maana ndani ya hili jiwe kulikuwa na hili shimo ambalo ndani yake tuliweka Yesu. Lakini sasa hayupo. Njooni muangalie. Wale wakina mama walipokwenda wakaona patupu, bali pana nguo tupu. Yesu hayupo. Malaika anasema nendeni mkawaambie wanafunzi wake na ndugu zake huko kwamba tayari amefufuka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Yako mambo ambayo yamefunga ufahamu wako, wala usijue imani ulionayo ni imani namna gani. Ndio maana wakati mwingine unaishi katika imani kama mtu mzoefu ulizoea imani. Maana hujui kesho nini kitakutokea katika imani ambayo wewe umeipenda. Bwana asifiwe.
Haleluya. Ndani ya shimo aliwekwa Yesu. Jiwe lilikuwa zuizi ili Yesu asionekane. Nataka nikuambie mchana wa leo, liko jiwe ambalo limezuia wewe usijulikane tabia yako mbele za Mungu. Tutakwenda kumsikia Mungu anataka nini. Kama malaika anatoa jiwe ili aweze kutizama, ili uweze kutizama kilichopo ndani, ndivyo Mungu atakapoanza kutoa jiwe ndani ya moyo wako ili upate kumwelewa yeye. Kama unaishi na Kristo, kama unaishi na imani ya Kristo, kama Mkristo ambaye Wakristo wengine wanasema mimi ni Mkristo ulipote kanisani, pasipo kuendana na taratibu za Kristo, hilo ni jiwe ambalo liko ndani yako, nawe unaishi nalo pasipo kujua. Huwezi kuwa Mkristo unayempenda Kristo na unayemwabudu Mungu ukawa mwongo. Huwezi kuwa Kristo unayempenda Kristo na kumwabudu Mungu ukawa mwizi. Huwezi kuwa Kristo unayemwabudu Kristo na kumpenda Kristo ukawa mzinzi. Huwezi kuwa mpenda Kristo na unayefuata taratibu za Kristo ukawa unaishi tofauti na Mungu alivyo, pasipo kujua. Katika makundi upo, lakini ndani ya Kristo haupo, bali tunakuona kama Mkristo ulio katika kundi, maana unaonekana katika mwili, si katika roho. Lakini Kristo anasema, malaika anasema, alipokuja akalitoa jiwe, alipolitoa jiwe akawaambia kina Mariamu, njooni muone huyo Yesu mnayemtafuta, angalieni hapa ndipo alipolazwa, hayupo, huyo ameshakwenda. Lakini leo sikia kufufuka, lazima mkawaambie watu kile chakisema kwamba Yesu amefufuka, yeye atakuja, mtaonana naye. Nataka kukuambia, tengeneza dhamira ya kumtafuta Mungu ili Mungu aondoe jiwe lililo ndani yako linayekupoteza katika uaminifu, linayekupoteza katika utii, linayekupoteza katika usikivu, linayekupoteza katika maadili ya Kristo. Hapo ndipo utaona Mungu atakachokisema, utaona ndani yako. Hutaishi na magonjwa tena, hutakuwa masikini tena, wewe utakuwa mbarikiwa kwa sababu ndani yako yuko Mungu aliyeondoa jiwe ndani yako. Kama unanielewa, mshangilie Mungu hapo ulipo. Unajua baada ya lile, kabla ya lile jiwe, pale ndani ulikuwa huwezi kuona. Ila watu wanafahamu kwamba pale alienda kuweka Yesu, lakini hakuna aliyeweza kuona. Lakini lilipotolewa jiwe, watu wakaona pale ndani. Kumbe jiwe lilikuwa kizuizi cha watu kutokuona ndani. Sijui kama mnaelewa vizuri. Jiwe lile bado linaishi ndani ya watu. Jiwe lile bado lipo, halijatoka lile jiwe. Lakini leo malaika ameshuka, anasema amelisukuma jiwe, tena yeye amekaa hapa kuambia, angalieni kilicho ndani. Huko ndani yule mlio kumtafuta yupo, ameshakwenda tayari, amefufuka. Kwa hiyo moja kwa moja hiki kitu kikuwazuia msimwone Yesu, leo ninakiondoa. Ndio maana ninakwambia, ukiona una watu na wingo na tabia zisizompendeza Kristo, hilo ni jiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Hilo ni jiwe ya kupasa uliondoa. Kuna wakati Mungu amekupangia mambo mengi mazuri, unatamani kuona mawazo unayopanga yanatimia. Pengine unatamani kumtumikia Mungu kwa kiwango kikubwa. Pengine unaona mipango yako mingi umeipanga, unajua ukifanikiwa hiyo mipango kila kitu kitakaa sawa. Lakini linakuja jambo la kukupoteza katika mipango ile na unajikuta urudi pale pale. Lakini kila ukijaribu kuhangaika wala hujui ni nini sababu, kwa nini haya mambo yamekuwa yakiharibika. Kumbe hujajua namna ya kusimama na Kristo aliyokufa msalabani na kufufuka. Leo Kristo anatuambia amefufuka, lakini katika kufufuka kwake ametupa hadi sisi pia tuliokufa naye kwa kumwelewa. Yaani huwezi kufa na Kristo kama hukumwelewa. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kipindi hiki cha hapa katikati, wakati Yesu anapita kwenye mateso, wako watu nao walikuwa wakipita katika mateso, kwa maana walikuwa wakiishi katika hali ya hofu na kufikiri mara mbili kwamba hivi wakati Yesu anateseka wakati huo kulikuwaje? Na hii yote ilifanyika kwa sababu yangu mimi. Hakika wengi walijitahidi kujilinda kwa wale waliokuwa wanafahamu, lakini wasiofahamu hawakuishiwa kufanya mabaya hata kipindi kile ambacho Yesu anapita kwenye mateso kwa ajili yake. Haleluya. Kumbe tupasa kujua kama leo Yesu amezaliwa, wewe unayeshangilia inabidi uwe wa kwanza nafsini mwako kusema mimi nimeyaelewa mateso ya Yesu, nimeelewa kusudi la Yesu. Ndio maana leo alipofufuka
mimi ninashangilia kwa sababu ni miongoni mwa mimi pia nitakayefufuka pamoja naye. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Lakini bado watu hawaelewi maana ya Yesu kufufuka ni nini, na hata waelewe amefufuka ili iwe nini. Lakini pia ni Wakristo pia wapo. Sasa hili sana. Hao ndio wale ambao waita waitiki. Ndani yao hakuna kitu kingine zaidi ya kile ambacho yeye anajua tokea alipozaliwa. Mungu atusaidie sana. Yesu akisema amejitoa kwa ajili yetu, maana anataka sisi tubadilike mifumo tuliyozoea, twende kwenye mifumo anayotaka yeye, ili atakapopita katika mateso sisi tuwe naye, atakapokufa sisi tuwe naye, atakapofufuka sisi tufufuke naye, kwa maana tutakufa naye, tutafufuka naye. Ndio maana anasema ninakwenda kuandaa makao, nilipo mimi na nyinyi mwepo. Hawezi kukaa na mtu ambaye hakufa naye, hakuteseka naye, hakupita naye, hakufahamu. Huyo ataachwa kama alivyo. Ndio maana anasema pazia lilipopasuka, pazia la hekalu, makaburi ya watakatifu yalifufuka. Lakini sikuona makaburi ya wenye dhambi yalifufuka. Kulikuwa na shida pale. Makaburi ya watakatifu yalifufuka. Wale watu wakaanza kutoka pale kuelekea Yerusalemu huko. Kila mtu ambaye alikuwa mtakatifu alifufuka. Maana yake Yesu kulikuwa na muunganiko na watakatifu, sio na wasio watakatifu. Bwana asifiwe. Amina. Sijui kama naelewa vizuri. Tabia isiyompendeza Mungu kama tabia mbaya, maana yake wewe huwezi kuungana na watakatifu. Haleluya. Na wala huwezi kushangilia siku ya leo ya kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo, kwa sababu tabia zako zimekufanya usithamini siku ya leo. Bwana asifiwe. Haleluya. Lakini ungefahamu na tabia zako zikaendana na kufahamu kwako siku ya leo, Yesu anaposema nimefufuka, nawe moyoni mwako unaona kuna amani kubwa, kwamba Bwana wangu alipita kwenye mateso kwa sababu yangu, na mimi sasa kwa kuwa alipokufa nimekufa naye, naye alipofufuka nimefufuka naye, maana uhakika sasa kwenda aliponina. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Anatamani kumuona uso kwa uso, ili apate kumsujudia, ili apate kumwimbia, ili apate kumshangilia. Hiyo ni tamaa ya mtu aliyokizi vigezo vya Kristo. Kama huwezi kukizi vigezo vya Kristo, huwezi kumsogelea na kumuona uso kwa uso, kwa sababu yeye na wewe mtakuwa vitu viwili tofauti. Bwana asifiwe. Nafasi bado unayo Mkristo ya kushangilia kuzaliwa Kristo. Maana kama Kristo amezaliwa, kama Kristo amefufuka, ya kupasa ufufuke naye kwa kuacha yote mabaya. Maana tabia zako mbaya, maana uchawi wako, maana tabia zisizompendeza Mungu zizike kama zilivyozikwa siku aliyozikwa Kristo. Bali Kristo atakapokwenda kufufuka, afufuke na wewe na tabia njema, kwamba sasa nimefufuka, maisha yangu yatakuwa kumpendeza Mungu, maisha yangu yatatembea katika njia za Mungu, maisha yangu yanapata tumaini la kuishi na Kristo, kwa kuwa amehakikishia alipo yeye na mimi nitakuwepo, maana nitasimama pamoja na Bwana atakapoanza siku zangu za mwisho. Haya ndio maisha ya Kristo anayetaka kuishi kuanzia sasa. Anasema mimi ni yule jana, ni yule juzi, ni yule nisiyotaka kubadilika. Nataka nikuambie, wala hutaelewa faida ya Kristo. Hizi shamba ambao watakatifu wanazishangilia, wako wanazisikia kwa sikio tu. Hizi furaha walizonazo watakatifu, wao utaendelea kuzitizama tu. Haya maisha watakatifu, wao utaendelea kuona kama story. Maana msijiteua katika shimo la kuzimu. Ndio maana anasema moyo wangu hautaki kubadilika. Zile tabia mbaya ni sehemu ya maisha yangu, maana mimi ni wa kuzimu tu. Nataka kukuambia, sio watakaofurahi kufufuka kwa Yesu Kristo. Hao ndio waliokusudiwa na Mungu. Kama na wewe umshangilie Mungu, maana anasema na mimi watu haiwezekani. Tunamshangilia Kristo kafufuka, lakini kwenye nyumba za besi tumejaa. Wewe shauri yako mwenyewe. Unamshangilia Kristo amefufuka, lakini ndio unaongoza kwa tabia mbaya. Wewe shauri yako mwenyewe. Unasema Kristo amefufuka, ukiitwa kaambiwa kama sifanye. Shauri yako mwenyewe. Yuko Yesu wako aliyefufuka, sio huyu anayezungumza. Kama ni huyu, ukiitwa itika, ukitumwa tumika. Hakika ndani yako na tumaini la milele. Maana amesema nilipo na mimi na wewe utakuwepo. Hao ndio wanaokwenda kukaa na Bwana Yesu. Kanisa letu likiitika, Yesu ataona shangwe kule mbinguni. Maana anaona malaika wanashangilia, lakini pia wanadamu wanashangilia. Kwa kuwa wanadamu wameelewa kilichomfanya Yesu aje. Wanadamu wanaelewa kilichomfanya Yesu ateseke. Wanadamu wanaelewa
asulubiwe, lakini wanadamu wanaelewa kilichomfanya Yesu afe pale msalabani, na alishawaambia mimi ni jemedari, tena ni baba pekee, mimi ndio mkombozi wenu, tena ni mtetezi wa maisha yenu. Siku ya kwanza watanitesa, siku ya pili watanitesa, siku ya tatu watanitesa, lakini itakapofika wakati nitakapouawa, nataka niwaambieni mimi ni jemedari. Nitawaambia siku ya kwanza nitakaa pale kaburini, lakini siku ya pili pia nitakaa, siku ya tatu mambo yatabadilika, nitarudi katika uhai. Ninawaachieni tumaini. Ukifa hautakufa moja kwa moja, bali utakufa siku itakapofika utafufuliwa. Wewe utakuwa pamoja na wale watakatifu katika ufalme wake. Kama naeleweka vizuri, simama na msaidie Mungu. Unajua, nataka niwaambie, unaweza mkafurahi lakini msielewe unachokifurahia. Lakini kama unaelewa unachokifurahia, wewe ni miongoni mwa moja kwa moja wanaojisajili katika ufalme wa Baba. Kuna wakati natafakari, naambia huyu Bwana Yesu mbona amefanya kazi ngumu sana? Hivi alikuwa na mawazo gani? Hivi wakati mwingine mawazo ya Mungu unajua, yaani mawazo ya Mungu yatafsiri. Yaani huwezi kupata akili ya Mungu hata siku moja. Utanusa huko mmoja yuko, utaenda huko mmoja yuko, ukiwaza kubadilisha kutambulia. Sasa mimi ni mtoto mkorofi sana. Napenda kuwazawaza sana kupata kujua akili ya Mungu. Bwana Yesu atusaidie. Lakini lengo si la kutaka mabaya. Lengo la kutaka kujua watu waishi vipi na huyu Mungu tunayemjua. Lengo la Mungu kusema Bwana Yesu nenda ulimwengu. Yaani hapo nikisoma Biblia nyuma, ona watu walifanya vizuri. Kina Musa, kina Yoshua, kina Daudi, wengi walifanya vizuri. Kwa nini huyu alitumwa kuja tena? Si wamiache mfumo ule ule? Bwana Yesu asifiwe. Kumbe Mungu siku moja aliniambia jambo, akaniambia wewe, unajua ule mfumo ulikuwa mzuri ni wa kwangu mwenyewe, lakini hawa watu waliwaabudu wale watu kuliko mimi. Bwana asifiwe. Ndio maana hata kaburi la Musa mpaka leo halijulikani lilipo. Na lingejulikana, na kuambia hiyo ndio ilikuwa hija ya watu. Hata wewe na mimi ungemekimeke mpaka ukafika kwenye kaburi la Musa. Musa akasema, Mungu akasema hapana, nitawaambieni, nitawafanyeni kitu ambacho kitawapeni sura halisi ya mimi Mungu wenu nilivyo. Mkikisikiliza na kukifuata hicho, mtaniona mimi. Hao leo wasikia huko, wafuateni kwa maelekezo niliyotoa. Lakini huyu ndio mimi mwenyewe. Bwana asifiwe. Kwa maana wenzetu wa zamani walikuwa wakitamani kuona Yesu aliyotabiriwa kuja, basi aje na wao wamuone. Ukisoma Biblia vizuri, yaani walikuwa wanatamani kuona Yesu aliyotabiriwa, basi aje na wao wamuone. Bahati mbaya wengi hawakumuona. Sisi tuliobahatika kuishi katika historia ya yeye aliyokuja, tumekuwa na sura tofauti sana ya utumishi. Isipokuwa sisi tumejitengenezea ukengeufu sisi wenyewe. Tumemtengenezea mazoea ya Yesu kama ninavyomzoea binamu yangu, shangazi yangu, mama mkwe na baba mkwe. Hivyo tu. Yaani tunamtania Yesu kwa kiwango cha kutosha. Hiyo ni hatari ya maisha yako wewe mwenyewe. Elewa tu kwamba Mungu alikuwa na kusudi la kumkomboa mwanadamu. Ili mlazimu kumtoa Kristo kwa ajili ya mwanadamu. Lakini alichokipitia Kristo kwa ajili ya kupatikana huo ukombozi ni hicho ambacho leo tunakwenda kuhitimishwa. Ukisoma Biblia vizuri utaona ni dhambi kubwa aliyopitia, lakini yote ni kwa ajili yetu sisi. Sisi tuna kazi ya ziada kurekebisha maisha yetu ili tutembee katika hiki ambacho Kristo amekipitia na kukiacha. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Naamini wote tumezaliwa, leo wote tumefufuka. Sio hivyo? Tumefufuka kama alivyofufuka Kristo. Kwa maana tulikufa naye, tulizikwa naye. Kwa maana hivi, kwa maana mateso ya Yesu aliyokuwa akiyapitia, mimi moyoni mwangu nikawa naenda kutafakari maisha yangu, ili yale mabaya ambayo yamekwenda kinyume na mateso ya Yesu niache. Kwa maana ninapoyaacha yale mabaya, ndipo ninaungana na Yesu anayeteseka kwa ajili ya watu waache mabaya. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ninapokubaliana na Yesu kwamba leo amekufa, maana yake yale mabaya yangu na yenyewe yamekufa. Ninapokwenda kuzikwa Bwana Yesu, maana yale mabaya yangu yamekwenda
anakuja kufufuka, anafufuka na mimi, sio yale mabaya. Yale mabaya yamerudikwa huko, imepelekwa huko. Mimi nimefufuka na Yesu. Kwa hiyo sasa nimekuwa kiumbe kipya kinachostahili kuishi katika hali ya takatifu kama Yesu mwenyewe, ili tumaini alilonipa lisinipungukie katika siku zangu zilizobakia. Sio kama naeleweka. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe Mkristo ana kazi ya ziada kuhakikisha anarekebisha maisha yake ili aendane na spidi ya Yesu kwa faida ya maisha yake ya siku zijazo. Hivi ni nani atakayeishi milele hapa ndani? Kuna mtu anaishi milele? Sasa unatengeneza nini kama unaamini siku moja unakufa? Wote wana forever tu. Anatoka huko, ataenda huko, kutoka huko, ataenda huko, kutoka huko. Kila mtu anajua mwenyewe kwenye foleni yake Mungu mwenyewe. Lakini wote tutaondoka. Lakini wakati unaondoka umeshika nini mkononi? Bwana, mafundisho ni mengi mazuri hapa. Ni kweli unayapuuza kwa sababu utakuthamini alichofanya Mungu? Hapana, tubadilike ili tuponywe na mkono wake mwenyewe. Ibilisi anakutafuta wewe usiku na mchana ili akuangushe. Aone vile unavyokusudia kutembea katika kufufuka kwa Kristo kusitimie. Urudi kule kule na tabia zile zile. Hakika kweli Mungu aendelee kumtoa Kristo kila siku kwa ajili yetu sisi. Yatupasa tubadilike. Haleluya. Haleluya. Tutasoma sehemu nyingine. Tutasoma kitabu kinachofuata. Tena soma Kolosai. Soma Kolosai. Soma Kolosai 3. Mstari wa kwanza na 4. Kolosai 3 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Ndio. Nitasoma katika jina la Bwana. Basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu, Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Yafikirini yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi. Kwa maana mlifufuka na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Mstari wa 4. Kristo atakapofufuliwa aliye uhai wetu, ndipo na ninyi mtafufuliwa pamoja naye katika utukufu. Amen. Amina. Anasema ikiwa kama umefufuliwa pamoja na Kristo, yafuateni ya juu yaliyo Kristo. Bwana asifiwe. Kumbe tunatembea katika hali ya kurekebisha mioyo. Tukikubali kwamba alikuja kwa ajili yetu, sharti lazima tumfuate. Yaani haijalishi wewe unaomba nini, haijalishi kitu gani kimechelewa kukufikia. Msingi wa kwanza wa imani ulionayo ni kumfuata Kristo unayemkubali kwamba Bwana mwokozi wa maisha yako. Ndio maana anatoa vipengele vingi hapa. Kama uliamini alipokufa ukafanana, basi amini utakapoalipo yeye aliyokuwepo. Bwana asifiwe. Ni kitu gani kigumu ambacho ndani yako kinasema haiwezekani? Unajua niwaambie msione hii. Watu tumetoka kwenye mila na desturi. Zile mila na desturi kuna tabia ambazo kule zimefundishwa. Tabia zile, kwa mfano mimi mama yangu alikuwa mganga wa kienyeji. Ilikuwa unapofika mwisho wa mwaka lazima mwende. Ukishafika pale kunatengenezwa chakula fulani. Kile chakula mkili kwanza mpaka kuwe yule anachukua maji na mkia wa ng'ombe ule kule mshoni. Halafu unafanya tengeneza kwenye mitungi yake pale na vitu anachanganya na yeye mwenyewe. Anachovya mle, anawamwagia. Kuna maneno anasema. Kwa yale yanayofanyika mnaaminishwa kwamba nyinyi mtalindwa. Huko mnakokwenda hakuna atakayewagusa. Kwa maana mnapewa ulinzi wa mchawi asije kukuroga. Lakini wewe pia unapewa utaratibu kwamba usifanye kitu fulani. Ukifanya vitu hivyo utakuwa umefungua mlango mchawi kukuroga. Kwa hiyo utakuwa umekwenda ukiwa unaamini kwamba sitorogwa, lakini na wewe kuna vitu ambavyo utakuwa umefanya. Jamani, Mungu atusaidie. Hizi ni taratibu
watu wengi bado wanazo, wameokoka lakini bado wanazo. Utakuta mtu kaokoka yuko kanisani, lakini ndani yake viko vitu ambavyo havijatoka kule alikotoka. Ziko tabia ambazo hajaziacha zile ambazo kule zilikuwepo. Ameshindwa kuwa kiumbe kipya ndani ya imani kwa sababu ameshindwa kuonyesha badiliko. Sasa hizo mila na desturi zinawatesa watu sana, na hizo zinafunga milango ya wengi kuona ufalme wa Mungu. Mimi nataka kukuambia siku ya leo, tutatumia kama malaika aliyosukuma jiwe pale, tutatumia nafasi hiyo Mungu atoe hilo jiwe lililokamata nafsi yako. Kama unakumbuka, pasipo kumwaga maji ili wewe uishi, yuko yeye, kwa mkono wake wewe utaishi. Mungu atusaidie. Yaani kama unaamini pasipo kwenda nyumbani na kufanyia vitu fulani huwezi kuishi, nataka kukuambia huyo anayefanya hivi ndani na siku zake za kuishi, huyo mama yangu mimi ninawaambia sasa hayupo. Hivyo nakuambia yeye katika yote aliyofanya alikuwa hataki ulinzi pia. Kama watoto wanaambia nendeni mnaenda kulindwa, yeye alikuwa hataki ulinzi. Lakini hayupo, ameshafariki. Maana yake nini? Vitu viko vya duniani penye matumaini mafupi ambapo havimsaidii mwanadamu. Lakini hivyo ndivyo vinavyoishi ndani ya watu wengi. Watu wanakumbuka kuishi na hivyo vitu kuliko kukumbuka kuishi na Kristo. Watu wanaona vibaya kubadilisha tabia zao na Kristo aishi ndani yao. Watu wanaona hapana. Wamekuwa na tabia katika hali ya kumpenda Kristo, lakini wanakuwa na tabia katika hali ya kupenda mambo mengine nchini. Sasa tunafanya wakati mgumu sisi wenyewe. Tunapopeleka maombi, Mungu anakutana na vitu viwili: kumpenda Kristo na kumpenda adui. Sasa vikishatokea vitu hivyo viwili, Mungu anakutizama, hajui akujibu wapi. Mungu atusaidie. Ukiamua, sio nasema maji ukiavulia nguo ya kupasa ufanyeje? Nenda songea kule mwezi wa 6. Jifanye na jasho kwa nguo, nenda kaoge. Sijui kama utaoga. Haleluya. Kule maji utakuta imeganda, maji baridi. Au mbwa anakufa huko nje. Una mbwa wako mweke ndani, mfungie, ukimacha huko nje, shauri yako mwenyewe. Sasa wewe umeambulia maji na umeshasimama ile kanuni kwamba maji ukiavulia nguo lazima yaoge. Unaweza kuzivaa nguo zako. Haleluya. Haleluya. Naomba tusome na sehemu zingine. Tusome hapa kwenye Warumi. Soma Warumi 6:1-11. Soma hapo Warumi. Warumi 6. Sura kwanza mpaka 11. Huyu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Hasha! Sisi tulioifia dhambi tutaishije tena katika dhambi? Hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa kwa Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake? Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika
mtoto haimtawali tena, maana kwa kule kufa kwake aliifia dhambi mara moja tu, lakini kwa kule kuishi kwake amwishia Mungu. Mstari wa 11. Vivyo hivyo ninyi nanyi jihesabieni kuwa wafu kwa dhambi na walio hai kwa Mungu katika Kristo Yesu. Haleluya. Anasema tuseme nini basi? Anasema tuseme nini basi? Tuzidi kutenda, tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Dalili swali. Tuzidi kutenda dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Mafundisho ya Yesu yanatuzuia tusitende dhambi. Tumaini la Yesu linaambatana na mtu ambaye hatendi dhambi. Lakini hapa maandishi yanasema basi tuseme nini? Tuzidi kutenda dhambi. Maana anazidi kusema na watu wenye mioyo migumu wanapolisikia neno wao wanasema mimi ni tabia yangu hii niliyozaliwa nayo. Hii ni tabia ya urithi hii. Hii ni tabia ya baba yangu. Hii ni tabia ya baba yangu. Hata kama ni tabia mbaya, mtu anasema mimi ni tabia ya kwetu sisi. Amina. Fika wakati jiulize, hivi ni kweli nizidi kutenda dhambi? Hivi ni kweli nizidi kutenda dhambi? Hivi ni kweli kwa umri nilionao nizidi kutenda dhambi? Hivi ni kweli kwa maisha nilionayo nizidi kutenda dhambi? Hivi ni kweli kwa imani niliyopokea nizidi kutenda dhambi? Hebu jihoji nafsini mwako, ukiwa nyumbani kwako, ukiwa kazini kwako, ukiwa kwenye matukio yako. Jihoji wewe mwenyewe. Hivi ni kweli mimi nizidi kutenda dhambi? Ni kweli niendelee kuwa msaliti mbele ya Kristo aliyefufuka pamoja nami? Yeye anasema alipokufa amekufa pamoja na sisi. Maana dhambi zetu zilikwenda kufa na kuzikwa. Alipofufuka amefufuka pamoja na sisi. Maana yake ni sisi tumeshakuwa sasa wapya ndani yetu. Lakini swali linatuuliza sisi, pamoja na upya ambao Yesu anausema katika maisha yetu, je, mimi niendelee kujichafua? Bwana asifiwe. Haleluya. Yaani majibu unayo wewe mwenyewe. Kwamba mimi nimedhamiria nitachafuka mpaka kieleweke. Maana kuna wakati watu wengine wamekuwa wamechanganyikiwa. Wanasema waache wafundishe. Nikitoka kwenye malango ya kanisa, moto ni ule ule. Kwa sababu mimi siri mpaka nifanye biashara zangu za kulanga. Kwa sababu mimi siri mpaka nifanye utapeli. Kwa sababu mimi siri mpaka nifanye wizi. Nataka kukuambia, tunayekwambia ndio uzima wa maisha yako. Kama Yesu alikufa na kufufuka, mimi ninaamini pia nimefufuka pamoja na yeye. Ndani yangu hutakuta mzigo wowote. Kama umedhamiria wewe kufa na dhambi, shauri yako mwenyewe. Utakapotoka katika malango, ukasema hiyo ndani niacha humu. Sikiliza nikuambie, ndani yako magonjwa hatakuacha, laana hazitakuacha, mateso hatakuacha. Kwa sababu Yesu atakapokuja atakutana na mambo ambayo hayaendani na yeye. Msaada wako utakuwa hafifu. Swali linasema, je, tuendelee kutenda dhambi? Maana katika dhambi iko baraka au iko laana? Bwana asifiwe. Hebu unaamua moyoni mwako. Hebu unaamua moyoni mwako. Hebu unaamua moyoni mwako. Hebu badilisha mifumo ulionayo. Badilisha ufanye Kristo awe na furaha. Na ajione kule mbinguni kwamba kazi niliyokwenda kuifanya, wako watakatifu waliotembea pamoja na mimi, wako waaminifu waliotembea pamoja na mimi. Kila mabaya niliyowaonya sikuona kushiriki. Kila mema niliyowaambia ndio wanayokwenda kuishi. Mbinguni malaika wanashangilia, Kristo anashangilia, anakuangalia kitu. Anajua siku utakapofika utakwenda kuketi katika kiti chako kilichopambwa kila aina ya maua. Maana najua ni mmoja wapo katika wale waliosikia. Una sababu ya kukosa ufalme wa Mungu kwa sababu ya uchawi wa polisi. Wenzako wanalisi mali, wao wanalisi uchawi. Si hatari. Wenzio wanakabidhiana vipaji huko, wao wanakabidhiwa kipaji cha uzinzi kwa sababu kabila yenu nyinyi ni wazinzi. Shauri yako. Unaona mdanganya. Kama ni mume atabaki nyumbani, wewe unakwenda kufanya kazi zako na ukafanya hayo, wala mume hata kuona. Ila Mungu anakuona. Kwa sababu anakuuliza swali, je, uendelea kutenda dhambi?
pia vile vile. Utaendelea kufanya kazi zako, ukafanya balaa lako huko, wala mke wako hatakuona. Ila Mungu anakuuliza, je, unaendelea kutenda hayo? Maana niliyoyasema yote ni bure kwako. Bwana tusaidie. Haleluya. Siku kama hizi ni siku za kukumbushana kutembea katika njia zinazompendeza Mungu. Usikubali kulala. Usisinzie. Badilisha mienendo yako. Kuwa mwitikiaji, kuwa mpokeaji, kuwa uliodhamiria. Wakati vile tumefunga sisi wenyewe milango. Yako mambo mengine yanashindikana kwa sababu ya sisi wenyewe. Tunamwomba Mungu afanye hivi, wewe unaanzisha tabia ambayo inakurudisha Mungu. Tunategemea Mungu ajibu, anakutana na tabia ambayo inamkurudisha Mungu. Ukija mbele ya watumishi wa Mungu, unaonekana kondoo, lakini nje ya Mungu haufai hata kusikika mbele za Mungu. Sasa anayejibu mchungaji au yule anayemwambia kuombe, anayejibu ni Mungu, ambaye hata yeye anategemea Mungu kupitia maombi yako. Sasa unakuja kwa mchungaji baba, mzee wa watu anafunga na kuomba na kuombea wewe. Kumbe wewe kutoka hapa. Haleluya. Tufufuke pamoja na Kristo. Lile jiwe malaika walipokuja wakalisogeza jiwe. Walinzi walikuwa katika hali ya kulitetea lile jiwe lisitoke. Lakini nguvu za Mungu zilivyo zikawapiga upofu wale walinzi, wakaanguka wakawa kama wafu. Kwa maana hiyo nguvu za Mungu zitakulinda wewe katika njia zako. Hata kama maadui watakutafuta, Mungu atawapiga upofu, hawatakufikia. Mungu atatembea na wewe katika biashara zako. Mungu atatembea wewe katika huduma yako. Mungu atatembea na wewe katika mipango yako. Kwa sababu ataiona ile kweli yako ndani yako. Ndipo atakapokutetea katika yote mabaya. Watamwaga dawa, utakanyaga wala haitakudhuru. Watatega mitego, utapita wala haitakudhuru. Kwa sababu Mungu yuko pamoja na wewe. Kwa sababu ndani yako umemtanguliza Bwana. Na Bwana anasukuma jiwe lililo mbele yako. Kama nimetengeneza uzio usibarikiwe, malaika anakuja na kusukuma lile jiwe. Kama nimetengeneza uzio ili usipate familia, malaika analiondoa lile jiwe. Kama nimetengeneza uzio ili watu wasibariki, Mungu amesimama kwa ajili yako. Hapo ndipo utakapomwona Mungu katika imani uliyoipokea. Utamfurahia Kristo kwa kuwa Kristo amefungua njia na wewe umeiatia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Anasema hasha, sisi tuliofia dhambi tutaishije tena katika dhambi? Swali ndio swali. Sisi tuliofia dhambi tutaishije tena katika dhambi? Tunaamini Kristo amekufa na kufa kwake amekufa pamoja na mimi, kwa maana mabaya yangu yote yamekufa. Alipofufuka nafufuka pamoja na mimi. Maana yake nimeshakuwa katika mpya. Sitakiwi kukumbuka tena zile dhambi ambazo nilikuwa nikihisi pale mwanzo. Ndio maana anasema hapana. Mimi nilishakufa na hizo dhambi, sasa nimeamka ni kiumbe kipya. Leo wewe uwe kiumbe kipya. Acha migogoro na majirani. Acha migogoro na wapangaji wenzako. Acha kudharau watu. Wewe ni kiumbe kipya. Mungu amekuteua kwamba wewe ni miongoni mwa wale watakaopona na mkono ule wa ibilisi. Tembea ukifurahi kwa kuwa Bwana yuko pamoja na wewe. Haleluya. Ukiendelea hapa nasema amfahamu kuwa sisi sote tulibatizwa katika Kristo Yesu. Tulibatizwa katika mauti yake. Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alifufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba yake, kwa njia ya utukufu wa Baba, vivi hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Kwa maana kama mlivyounganika nanyi katika mfano wa mauti yake, kadhalika mtaunganika kwa mfano wa kufufuka kwake. Sawa sita. Mkijua neno hili ya kuwa mtu wake utu wote, nasema neno sasa, mkijua neno hili ya kuwa utu wetu wa kale ulisulubishwa pamoja naye, ili mwili wa dhambi ubatilike, tusitumikie dhambi tena. Sawa sawa.
kwa kuwa yeye aliyekufa amehesabiwa haki mbele za dhambi. Lakini tukiwa tulikufa pamoja na Kristo, tuamini ya kuwa tutaishi pamoja naye, tukijua ya kuwa Kristo aliisha kufufuka katika wafu, hafi tena, wala mauti haitawali tena. Maana kwa kule kufa kwake alifia dhambi mara moja tu, lakini kwa kule kuishi kwake amuishia Mungu. Vivyo hivyo ninyi nanyi jihesabuni kuwa wafu kwa dhambi na walio hai kwa Mungu katika Kristo Yesu. Maneno haya ni tosha kabisa kukupa njia sahihi ya kuishi na kumpendeza Mungu. Maneno haya ni tosha kabisa kukutoa katika misingi ambayo wewe umeiamini na kuingiza misingi ya Kristo. Maana hapa ametoka mbali na tuambia kwa habari ya ubatizo na kuzikwa kwetu katika ubatizo. Kumbe sisi tumeiona siku ya leo kwamba leo ni siku ya kufufuka kwa Bwana Yesu Kristo. Kumbe leo tunafufuka naye, kufanya naye sherehe. Kumbe tulishaanza kuzikwa naye pale tukubali ubatizo. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Naomba tusimame. Bwana alizuia Kristo asionekane pale alipolazwa. Leo hii sionekane kwa sababu liko jiwe limekamata ufahamu wangu. Ninashindwa kuelewa na kutembea katika njia zako kwa sababu ya jiwe. Malaika alipolitoa jiwe, watu waliona alipolazwa Yesu. Malaika alitoa jiwe nipate kuona ulipo Kristo, nipate kutembea katika taratibu zako, nipate kutembea katika sheria zako, nipate kutembea ili nitimize neno lako. Haya ni maombi moyoni mwako yapaswa yaombe. Tunaposema pale sauti yako, basi tembea huko ili Mungu atengeneze njia katika mahitaji yako. Tumetofautiana hapa. Kuna watu wanaishi kwa dawa, wao kila siku lazima waone dawa, lakini wao pia wa Kristo. Mungu atusaidie. Sasa tutapataje kutoka huko? Lazima tumwambie Mungu, hilo nalo ni jiwe ndani ya maisha yangu. Kwa nini kila siku mimi niwe dawa ndio niishi? Hilo gonjwa ni jiwe. Ninaomba malaika leo nisukumie mbali hilo gonjwa. Kristo amefufuka, ninaomba nifufuke naye nikiwa katika hali nzima ya mwili wangu, nikiwa katika hali nzima ya familia yangu, nikiwa katika hali nzima ya kila jambo ambalo liko mbele yangu. Kristo hakufufuka na magonjwa yetu. Ndio tunatuambia alipofufuka magonjwa yalizikwa huko. Bwana asifiwe. Haleluya. Ukitembea katika nchi na tukwambia, utakapotoka ule mlango pale, wewe hauumi tena. Maana Mungu ameshasogeza ile jiwe na kuondoka na kila kitu kilicho chako na kukuacha huru. Ninaomba wewe unalijua na Yesu analijua. Jio ulilo nalo wewe hulitaki na Yesu halitaki. Jio ulilo nalo imani yako haitaki na wewe Yesu halitaki. Na jio hilo linahitaji sasa liondoke ili wewe uliye hai usiondoke katika wako. Malaika anawaambia wale malaika, mnamtafutaje? Na mtafutaje aliye hai katika wako? Wale makaburini watu waliokufa, wewe uko hai na kile kilichojiwe ndani yako limefunga maisha yako, limefunga maisha yako ya kiroho. Hilo jiwe limefunga maisha yako ya kiroho. Leo napenda kuona kwa Yesu Kristo anakufunga kutoka kwa watu. Wewe si mtu tena kwa habari ya dhambi, wewe si mtu tena kwa habari ya magonjwa, si mtu tena wewe kwa habari ya umaskini, si mtu tena wewe kwa habari ya uzembe, si mtu tena kwa habari ya uongo, si
maisha uzima katika upya wa utukufu wa Mungu. Nyosha mikono yako juu. Hilo jiwe unanijua wewe. Hilo jiwe unanijua wewe. Mimi sijui. Wala mhubiri aliyesema halijui kwamba Roho Mtakatifu amemtumia ili aone ni kwa namna gani hao watu wanapaswa kuwa upya maisha hao. Lakini wako mambo yamefunga maisha hao. Wale wamejikubali kwamba hivyo ndivyo walivyo. Na Bwana Yesu aliyefufuka ametuhakikishia kwamba sisi sio kile tulivyokuwa kabla ya wokovu wetu, sio tulivyo kabla ya kutubu dhambi. Kisha kutubu dhambi umefanya kiumbe kipya, wewe huna tena jiwe la utakapokusumbua. Kila aina ya mambo zinazotokana na mbinguni, au kila jiwe ndani ya maisha yako. Sema pamoja nami sasa, nyosha mikono yako juu sana. Sema mbele, nyosha mikono yako juu sana kwa kumaanisha kutoka rohoni. Maana unasema na yeye Bwana Yesu aliyefufuka kutoka kwa wafu, baada ya jiwe kuondolewa pale kaburini, Bwana Yesu alitoka katika utukufu. Utakapotoka mahali hapa, baada ya maombi haya, utatoka katika utukufu, na kwamba kila jiwe lililokufunga, kila jiwe lililokuelemea likakupa uzito wa kulitambua, jiwe hilo litakuwa limeondoka. Bwana Yesu ni mwaminifu kwa neno lake. Nyosha mikono yako juu sana. Nyosha mikono yako juu sana. Maana hayo ambayo Bwana Yesu ameyasema, aliwaambia wale wakina mama waliomfuata pale kaburini, akasema kama msitafute mtu aliye hai katikati ya wafu. Nyinyi sasa kama alivyosema, tangulieni mtakutana naye Galilaya. Huko Galilaya ndipo mtakapomuona, wala msije tena hapo kaburini. Mkitafuta kumuona, mtakwenda kumuona Galilaya. Maana baada ya kutoka hapa habaki tena kwenye vile viunga vya makaburi. Vile viunga vya makaburi Yesu hakukaa pale kusalini pale mahali ambapo alizikwa. Aliondoka kabisa, alikwenda Galilaya. Na wewe baada ya kuondolewa jiwe, unaondoka kabisa kutoka katika kukiri kwa kinywa chako udhaifu, magonjwa, maradhi, kila aina ya mambo ya kukata tamaa na mambo ya kushindwa. Hautakaa tena usikike. Maneno yako yatakuwa ni maneno ya ushindi, maana umetoka pale katika viunga vya makaburi na unakwenda Galilaya, mahali ambapo unakutana na Bwana Yesu pia. Yesu aliyefufuka. Sema pamoja nami maneno haya. Bwana Yesu, asante, umefufuka kutoka katika wafu. Malaika alishuka, uso wake, sura yake ilikuwa kama umeme. Wale walinzi walitetemeka walipoiona sura ya malaika. Bwana Yesu, jiwe liliondolewa. Lilipoondolewa jiwe, ulitoka na kutuhakikisha uzima na kutuhakikisha ushindi. Na sasa Yesu, ninaomba niangalie jiwe ambalo limo ndani yangu katika maisha yangu. Sitamani kuliona tena hilo jiwe, sitamani tena kusikia hilo jiwe, sitamani kuliishi hilo jiwe. Ninatoa jiwe sasa, ninatoa jiwe sasa. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Toa hilo jiwe, toa hilo jiwe. Unasikia jiwe lilo ndani yako, jiwe lilo ndani yako, unajua. Toa hilo jiwe. Saya
Ninakushukuru. Asante kwa neno lako. Ni chakula cha uzima wangu. Ninaamini hakika hilo jiwe lililofunika baraka zangu, afya yangu, mafanikio yangu, furaha yangu limeondolewa, nami ni huru katika hiyo Bwana Yesu. Bwana Yesu, asante. Naomba nishike mkono, nitembee katika uhuru, katika uzima mpya ndani yako Yesu. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa upendo na uaminifu wako katika jina la Yesu. Bwana Yesu, ninashukuru kwa neema ya mkono wako juu yetu, kwa hiyo tuliyotenda katika maisha yetu. Tumekuona Mungu tokea asubuhi, tumejifunza namna ya historia na kusudi la Mungu kwa ajili ya sisi wanadamu, lakini pia tumeona kusudi lako ambalo linaendelea kutawala ndani ya mioyo yetu. Mungu, simama nasi, tupe neema hii Bwana ya kupambana na kila uovu, bali tutembee katika nia yako. Najiweka mikononi mwako, naweka watu wako Mungu mikononi mwako, endelea kutembea nao masaa yote, kwa kuwa Bwana tumeshaliondoa jiwe lililozuia baraka zao, jiwe lililotengeneza, lililokamata tabia za asili, jiwe linalotembea katika kufahamu neno lako. Bwana Yesu, uwe mwaminifu kama malaika alivyotoa ile jiwe katika kundi lako, ndivyo alivyotoa jiwe katika maisha ya watu wako. Mungu, tunaomba tembea nasi. Ninakushukuru katika haya yote. Pia ninamweka mchungaji mikononi mwako. Mungu, endelea kutumia kama chombo mahali hapa. Niweka familia yake pia mikononi mwako. Mungu, endelea kuilinda na kuitetea. Mungu, afya njema. Yote haya Mungu atendeka katika familia yake. Kusudi Mungu akatende kazi sasa mapenzi yako. Asante Mungu kwa uwezo wako mahali hapa na mashemasi na viongozi wote wa huduma na huduma zote. Mungu, onekana Bwana. Jenga umoja katika kanisa lako. Jenga upendo katika kanisa lako. Jenga ushirikiano katika kanisa lako. Ili mkono wako Mungu uwe pamoja na sisi nyakati zote. Kama ulivyokuwa na wana wa Israeli, ndivyo utakavyokuwa pamoja na sisi katika maisha yetu. Maana alimwambia Yoshua, kama nilivyokuwa na Musa mtumishi wangu, ndivyo nitakavyokuwa na wewe. Maana haya yote yapaswa kuyafanya ili wana wa Israeli wafike katika mji ambao Mungu amekusudia. Asante Mungu kwa ibada njema katika jina lako nakushukuru. Amen. Mungu akubariki. Jiandaa hata kimwili kwa ile kufurahia sikukuu ya leo. Sijipigi debe mimi, lakini mimi sijaalikwa hali popote. Kwa ukipata neema ya kunialika katika sikukuu ya leo ili kukubariki hapo nyumbani kwako, ili pia nikubariki. Bwana asifiwe. Tufundishane ukarimu jamani, na tufanye ukarimu kwa vitendo. Bwana asifiwe.
Lakini sasa ukarimu mtu wa adui, ukarimu mtu anajituma mwenyewe. Nikikutuma unakuwa unikaribisha, na utakuwa kama vile unajikaribisha mwenyewe. Lakini si mbaya hata ukisikia hili ninalosema hapa, basi hata kama hujanikaribisha, nikaribishe jirani yako, karibishe ndugu yako, ukafurahi pamoja. Lakini mimi kwa upande wangu nawakaribisha wote nyumbani kwangu. Jioni tuje kula na kunywa siku ya Pasaka siku ya leo. Bwana asifiwe. Karibuni Banguro. Bwana asifiwe. Tusimame kwa asante. Tunashukuru maana leo uzima pekee yake ni chakula cha kutosha. Hili tulipata na Mungu, chakula cha kutosha. Hiyo neema ya kuiona siku ya leo ni chakula cha kutosha. Basi tutembee katika baraka hizi za Mungu ndani ya kipindi hiki cha Pasaka, tukisherehekea ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ninaamini hakika kwamba tangu tulikuingia mahali hapa hatukuingia kwa hasara, tumekula na kunywa vizuri kabisa. Mungu akubariki wewe uliyetoa na kujitoa muda wako, na naamini kabisa kwamba yote umeyafanya kwa kule kumjua Bwana Yesu aliyefufuka, na ninatamani nikuombee baraka ili Mungu aweze kufanya zaidi tunapoendelea kumwona Bwana Yesu akijitukuza katika maisha yetu. Sina kinyume na shukuru mchana kutwa kuja kwangu. Mungu Baba, katika jina takatifu la Bwana wetu Yesu Kristo, tunalibariki jina lako kwa ajili ya habari njema za ufufuko, habari njema za ushindi, habari njema za uzima wa milele, habari njema za kuondolewa jiwe, habari njema za kuondolewa mtu wa mizigo, habari njema za kunua kila pando ambalo ulipanda wewe Baba wa mbinguni katika maisha yetu. Maana tumesikia habari njema za furaha Baba, katika jina takatifu la Bwana Yesu Kristo. Tumeingia mahali hapa tukiwa na matumaini ya kupokea habari njema, nawe Bwana Mungu wa mwaminifu umetupa habari njema za furaha na uzima mpya, na kwamba sasa Baba, tazama Mungu, katika yale yote ambayo Bwana umetubariki mahali hapa, tunaamini pasipo wewe kutushika mkono wa kuume maisha yako, pasipo wewe kutushika mkono wa ushirika, hatutaweza kutembea na kwenda kukutana na mema ambayo Bwana ametukirimia. Kwa jinsi Baba, ninawakabidhi watumwa na wajakazi wako ambao Bwana Mungu wamefika mahali hapa kusikia habari njema. Ninaomba Mungu, tunapotoka na nguvu kwa upya na furaha kwa upya, amani yako ipitayo akili zote ituhifadhi Bwana, ikahifadhi mioyo yetu, hifadhi familia zetu, hifadhi kazi zetu, hifadhi biashara zetu, hifadhi utumishi wetu. Maana ni habari njema ambazo zimetoka kwako, habari za uzima. Na nibariki jina lako Mungu kwa ile mikono iliyonyoshwa kutolea sadaka Bwana, sadaka ambazo Mungu watu wako wametoa kwa ajili ya kujenga ufalme wako zinakabali. Ziko changizo watu wako tumetoa kwa ajili ya ujenzi wa ufalme wako zinakabali. Mioyo yetu, nafsi zetu na maisha yetu tunatoa kwa ajili ya utukufu wako Baba zinakabali. Na ni jina lako Mungu linapolikabidhi wiki hili ambalo lina mambo mengi ya kufanya. Wako vijana wetu watakwenda kufunga ndoa yao pale Korogwe, ninaomba ukawe pamoja nao, na wale wadada wa mama ambao watawasindikiza Baba, naomba watangulie, walinde wote. Mungu wangu na Mwokozi wangu, wako walio hawawezi katika afya zao, waguse Bwana, wapokee uponyaji, uzima, afya na nguvu. Baba, tazama Mungu wangu na Mwokozi wangu, Baba, watakaotawanyika mahali hapa hawatatawanyika kwa jinsi ya mwili tu, bali katika roho. Uwe mlinzi wao kama ambavyo neno lako limesema, malaika wako hufanya kituo akizungukia wakuchao. Fanya kituo mahali walipo na biashara zao, fanya kituo mahali walipo na kazi yao, fanya kituo mahali kwenye kazi zao, fanya kituo mahali kwa neno lako limesema. Maana wewe ni Bwana, ili jiwe jina lako Mungu wa Israeli, Baba wa mbingu na nchi kwa
ukazidi kuhifadhi salama nchi, maana ni nchi ambayo kanisa lako ambalo umeweka madhabahu yako mahali tunakusanyika kama hivi. Tunahitaji amani, leo Mungu ili tuweze kuhubiri neno lako kwa utii, tuweze kuhubiri neno lako kwa uvumilivu, na kwa ajili ya amani yako tunaamini wewe ndio mfalme wa amani utakaohifadhi kanisa salama, ili Bwana siku yako Kristo Yesu uikute imani ikiwa ndani ya nyoyo salama ya watu wako. Baba yangu na Mungu wangu, Baba niseme nini? Ninakushukuru kwa ratiba yote ambayo tunaipanga mahali hapa. Baba Mungu umesema maneno ya moyo ya mwanadamu, bali jawabu la ulimi kutoka kwako. Tunaomba jawabu lako likawezeshe wale wote waliopangiwa zamu wasimame kwa uaminifu katika zao, maana wewe Bwana ndio utakayetuwezesha. Pokea sifa na utukufu katika jina la Yesu Kristo. Tuseme amen. Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Tuendelee na amani ya Bwana.